Tumeitana katika mkutano huu tukiwa na malengo kama yafuatayo. Moja, utakumbuka kwamba tulivyokuwa tuko katika mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi kule mjini Dodoma, waliokuweko tutakumbuka kwamba kuna mambo mengi ambayo yaliagizwa katika kikao kile, na moja katika jambo ambalo lilisisitizwa ni kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi katika utekelezaji wake tulipata uwasilishaji, tukawasilishiwa, tukaona namna chama chetu cha Mapinduzi kilivyoweza kutekeleza kwa Tanzania nzima ikiwemo jimbo la Micheweni. Tuliokuweko tuliridhika na kazi kubwa ambayo imefanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini vile vile tuliridhika kwa kauli moja utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa Zanzibar ambao umetekelezwa. Na jimbo letu la Micheweni ni mashuhuda wote, kazi nzuri imefanywa. Baadaye pia tukatakiwa sisi kama viongozi kwamba kuhakikisha kwamba tunaeleza yale ambayo yamefanyika na tutaeleza na mengine ambayo kusudiwa kufanyika, kwa sababu tayari Chama cha Mapinduzi kimeshawajua wagombea wake wa ngazi ya urais kwa maeneo yote mawili, kwa maana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amepita bila kupingwa, na Rais wa Zanzibar Dr. Hassan Ali Mwinyi naye kapita bila ya changamoto yoyote. CCM oye! Kwa hiyo haya ni miongoni tutayasema hapa, lakini mengine ambayo tutayazungumza, na sisi ambao tumechaguliwa wawakilishi na wabunge na madiwani, na sisi tunawajibika hivyo hivyo tuseme tulioyafanya. Lakini tunachotakiwa kufanya katika eneo hili leo, tutawasilisha yale ambayo tumeweza kuyatekeleza. Kwa hiyo ndugu viongozi, hii ndiyo lengo na madhumuni, na hakuna ajenda nyingine ya ziada kwenye ajenda hizo. Naomba nizungumze maneno mawili matatu kama kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, tukizingatia kipindi hichi tulicho nacho. Nadhani ndugu viongozi wote mna taarifa kwamba tarehe 28 ni siku ya kuchukua fomu kwa wale wote ambao wameshakaa wakajipima na wakafikiri kwamba watachukua fomu. Kwa hiyo na mimi nitoe msisitizo kuona kwamba kila mmoja ajipime, hasa wanawake wenzangu pia na mashauri. Kila mmoja ajipime, akiona kama anaweza basi aombe nafasi. Kuna nafasi za ubunge, kuna nafasi za uwakilishi, kuna nafasi za madiwani. Zote hizi muda si mrefu zitakuwa ni nafasi za chama. Kwa hiyo kila ambaye anajipima akiona anaweza basi anaruhusiwa kuchukua nafasi. Lakini niwaombe sana ndugu viongozi wenzangu, katika kipindi hichi ni kipindi ambacho ni kipindi kigumu sana. Ni kipindi cha kugombanishwa na mamako, ni kipindi cha kugombanishwa na baba yako, ni kipindi cha kugombanishwa na rafiki yako mpenzi, ni kipindi cha kugombanishwa na kila mmoja. Yaani fitna zinatawala katika muda huu au kipindi hichi. Naomba ni wanasihi, masuala ya fitna, kugombana, kujigawa, jamani tusitoe nafasi katika upande huu. Lazima tuwe wamoja, kwa sababu sasa hivi tunachokitaka ni kutafuta ushindi wa Chama cha Mapinduzi ili chama kiendelee kushika dola. Mimi kwa jina naitwa Faki Hamad Faki, ni mkazi wa Masiwa Ng'ombe, shehia ya Masiwa Ng'ombe katika jimbo la Micheweni. Mimi nimeipokea ripoti ya mwakilishi, nimeipenda, nimeifurahia kwa sababu sikuiona ikiwa na uzushi hata kidogo. Niliona yale aliyoyasema ndio yale ambayo aliyasimamia kuyatekeleza, na huku nikijua kuna na mengine pia hata hakufika kuyataja ambayo kwa mimi najua. Kwa kweli nimeona ametekeleza kama vile alivyoahidi, na ile hasa ndivyo inavyotakiwa, kwa sababu anayekuja kuomba ridhaa tujue kuwa amekuja kuweka ahadi, amekuja kujaza mkataba. Kwa hivyo mkataba huo una pande mbili. Sisi tulitekeleza mkataba kwa upande wetu, na tulikuwa tunasubiri na yeye atekeleze mkataba kwa upande wake. Sasa mkataba ambao yeye alitupa tuliweza kusaini ni ule ambao aliahidi na tekeleza 1, 2, 3, na akayatekeleza yale ambayo kayakusudia kuyatekeleza. Kwa hivyo sisi tukaitikia, tukausaini kwa haya
ndiyo ambayo yanaturidhisha kukubali mkataba wako. Kwa hivyo tukakubaliana hilo kwa upande mmoja. Kwa jina ninaitwa Bizume Omar Faki. Kutokana na utekelezaji wa mheshimiwa wetu mwakilishi Shamata Shahame Hamis, tumeridhika na utekelezaji wake wa ahadi yake aliyoziweka zilizomo katika ilani na mpaka nje ya ilani. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru kiongozi wetu huyu mahiri, kumjalia Mwenyezi Mungu akawa na imani ya wananchi wake kulingana na ahadi zake alizoziweka akazitekeleza, na alizokuwa pia hajamalizia ambazo kwa hazimo kwenye ilani yumo kwenye mwenendo huo wa kumalizia. Kwa hiyo hatuna jinsi isipokuwa ni kumshukuru, na Mwenyezi Mungu tuamuombea kiongozi huyu ajaliwe ni Mungu apite tena, ili tuzidi kutekelezewa masuala kama haya ya miundombinu tofauti tofauti kulingana na maendeleo katika jimbo letu hili la Micheweni. Ndugu Bimaji Hija Kombo, na ajenda yangu nikusudia hapa ni kutokana kiongozi wetu Mheshimiwa Shamata. Tunampongeza kwa anaotekeleza ilani yetu ya chama serikali hii ya mapinduzi wilaya ya Micheweni.